Habari ya muda mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tutaangazia kuhusiana na swala zima la maendeleo ya bustani yetu ya shamba la vitu mbalimbali. Kwa hiyo leo ni maendeleo na hatua ambayo mkulima wetu ameweza kufikia kulingana na kilimo chake ambacho ameweza kupanda katika shamba lake, shamba mseto. Ina maana shamba hilo unaotazama katika skrini yako tunalita ni shamba mseto kwa sababu ni shamba ambalo limejumuisha mazao mbalimbali. Kwa hiyo leo nitakupitisha kidogo utaweza kuangalia hatua mbalimbali ambazo mkulima wetu ameweza kupata mafanikio. Kama unavyoangalia kwenye shamba letu kuna mazao mbalimbali na ya aina mbalimbali ambayo ameweza kulima. Kwa hiyo kama ukiangalia hiyo ni zao la mahindi. Mahindi hayo yameweza tayari kuwa yako katika hatua ambayo ni nzuri, na zao lingine hilo ni zao la mihogo. Kwa hiyo katika shamba letu hilo kuna mazao makubwa mbalimbali. Kuna zao la mihogo ambalo pia mkulima wetu ana matarajio makubwa katika kilimo chake cha mseto, ambaye kuna mihogo pia katika shamba lake. Anatarajia kuweza kula mihogo pamoja na mahindi. Huo ni muhogo. Na pia mkulima wetu huyu katika hatua iliyofikia hapo, mihogo yake pia na uwezo wa kuweza kuwa nakata kisamvu kama mboga majani, aidha akauza akapata kipato au akatumia katika chakula cha nyumbani akafanya manake mboga. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni kitu cha muhimu sana nawe uweze kuchukua hatua ya shamba lako lonalo kuweza kuchanganya kulima. Kwa mfano kama huo uweze kuchanganya katika shamba lako ili uweze kupata manufaa na matunda yaliyokuwa ni mazuri. Ina maana ukiangalia mihogo, hii mihogo aliyoipanda huchukua takribani miezi 6 mpaka aweze kupata mavuno. Lakini mahindi ni siku 90, ina maana kwamba ni miezi 3. Kwa hiyo anao uwezo wa kupanda mahindi mara 2. Yaani ana uwezo kupanda mahindi mapema ili kusudi aweze kuvuna mahindi, na hapo kipindi anakula mahindi na pia anapata nafasi ya kuweza matarajio ya kuweza kuvuna mihogo yake. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni kitu cha muhimu sana cha kuzingatia sana, kwamba hatua ya mkulima wetu kama unavyoiona ni hatua nzuri. Amejitahidi sana na anahitaji pongezi, kwani kipindi tulivyoenda kumtembelea mwanzoni, kama unakumbuka katika video zetu zilizopita, alikuwa ndo kwanza anapalilia shamba. Pia alikuwa na mawazo ya apande nini, alime nini, lakini baada ya kupata ushauri mzuri kutoka katika sisi, tulimshauri na kuweza kumsihi katika swala zima la kuweza kupanda mazao kama hayo, aanze kuweka mahindi na pia apatie kuweka mihogo. Na leo kama unavyomuona hivyo, shamba lake limependeza, akitarajia kuwa na mavuno yaliyokuwa mazuri. Huo ni muhogo wetu. Anatarajia hapa kuanza kukata kisamvu, apate mboga ya kisamvu ilikuwa ni nzuri. Na pia baada ya miezi 6 ina maana atakuwa tayari yupo katika swala zima la mavuno. Atavuna mihogo kwa ajili ya kuweza kujipatia chakula chake cha nyumbani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nawe pia kama una kipande chako cha shamba, mawasiliano yako hapo, unaweza kupigia simu tukakushauri kulingana na mazingira yako unayotokea ni kitu gani ambacho unaweza ukalima ili kusudi kiweze kuwa na tija kwako na kiweze kuwa na faida kubwa katika mavuno yako. Na kukumbusha tu ukumbuke kuweza kusubscribe, ukumbuke kuweza kulike na comment. Na mwisho wa video hii ndio mwanzo mwa video nyingine. Karibuni sana, asanteni sana.